بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na darasa haya ya fiqhi katika kitabu cha Safinatun Najah, na tumefika katika masharti ya khutba mbili. Ile khutba ya Ijumaa tumefika katika kauli ya shekhe, wal muwalatu bainahuma wa baina as-salati. Hii hapa kwako kuna upungufu kidogo. Hapa kwake huyu kuna upungufu. Al-muwalatu bainahuma wa baina as-salati. Angalia. Ona huyu ana wal muwalatu bainahuma. Kisha wal muwalatu bainahuma wa baina as-salati. Hayo ni mambo mawili tofauti. Sawa, sasa acha nikuandikie mara moja. Wal muwalatu bainahuma. Sasa asema wal muwalatu bainahuma. Sio? Wal muwalatu bainahuma, yani kufuatanisha baina ya zile khutba mbili. Kufuatanisha baina ya zile khutba mbili. Isiwe khutba moja, si tulisema khutba ya kwanza kisha wakati kisha khutba ya pili, sio? Kusiwe na nafasi kubwa baina ya khutba ya kwanza na khutba ya pili. Sawa? Na pia kusiwe na nafasi kubwa baina ya nguzo na nguzo nyingine. Mfano mtu aanze alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'd, shakanyamaza ittaqullah, kanyamaza muda mrefu zaidi kama dakika 5, kisha kwambia qala ta'ala. Haifai. Sawa? Kuwe na kufuatanisha, baada ya nguzo hii unaenda nguzo ya pili, baada ya nguzo hii unaenda nguzo ya tatu, baada ya nguzo. Sawa? Na pia akiketi pale asiketi muda mrefu. Muda gani ndio inahesabiwa kuwa muda sasa umekuwa mrefu sana? Muda unaohesabiwa wanasema ni wenyewe ni rakaa mbili hafifu. Rakaa mbili tulitaja pia kule kwenye swala ya jam'i, sio? Katika kujumuisha swala, kumbuka? Sema swala ya kwanza na ya pili, ikiwa utaswali kabla, utaleta ile swala ya pili ulete mwanzo. Inaitwa jamu nini? Taqdim. Inaitwa jamu taqdim. Ukitaka kusali dhuhuri na alasiri wakati wa dhuhuri inaitwa jamu taqdim. Ukiwa umesafiri unafaa swala ya dhuhuri na alasiri iwe kwa kufuatana, usiwe na nafasi kubwa umesahau. Unapotali. Inafaa kusiwe na nafasi kubwa. Kukiwa na nafasi kubwa ufai tena kusali ile alasiri, ungoje time ya alasiri ije. Sawa? Tuko pamoja? Sasa basi. Hapa swala ya Ijumaa, yani pale tulisema muda gani? Tulisema isipite ule muda, usipite raka, yani muda ambao unatosha wewe kuswali raka mbili hafifu za haraka, ambapo raka mbili hafifu nilikwambia takriban kuna watu labda hata sekunde 50 sekunde 40 wanaweza kuzipiga. Sawa? Mimi nishawahi kujaribu, hata na hao watoto kuna siku tulijaribu nao, kaona takriban dakika moja kipiga haraka, yani wewe uswali faradhi tu dakika moja. Kwa hivyo usiende baada katikati ya khutba, baada ya khutba ya kwanza na pili uende uketi zaidi ya dakika moja. Ukiketi dakika moja tukwambia khalas, ile khutba ishaharibi, unaanza tena mwanzo, unaanza khutba ya kwanza. Sawa? Wal muwalatu bainahuma, na kufuatanisha baina ya nini hizo khutba mbili. Kisha angalia sasa, wal muwalatu bainahuma wa baina as-salati. Wal muwalatu bainahuma sasa wa baina as-salati. Sasa na kufuatanisha baina zile khutba mbili na swala. Hii ya kwanza ibara ama haya maneno yalotangulia ni baina ya khutba mbili peke yake. Kisha sasa akwambia tena na pia baina zile khutba mbili, yani mwisho wa khutba mbili na swala pia lazima kuwe na kufuatanisha. Yani sio umalize khutba kisha ukete kama dakika mbili ni sijui mafanya nini kisha ndo mswali, haisi. Sasa umeelewa sasa? Ndio maana nikakwambia ndio maana kwetu iko tofauti. Sawa? Wal muwalatu bainahuma wa baina as-salati, na kufuatanisha baina hizo khutba mbili na baina ya swala.
sawa. Haya, na wa an takuna bil arabiyya, wa an takuna bil arabiyyati, na iwe hizo khutba mbili ama na iwe hiyo khutba kwa Kiarabu, iwe kwa kinini Amiri Maro, iwe khutba ndio. Ukaona pale chini wanatoa mawaidha kwa Kiswahili, ndio nikakwambia ile si nini, akipanda juu anazungumza lugha gani? Anazungumza Kiarabu, kisha anaketi, kisha anaamka anazungumza tena. Khutba lazima iwe kwa Kiarabu, khutba lazima iwe kwa nini? Lakini kitu kimoja, lazima iwe kwa Kiarabu, yani zile nguzo hili jambo lazima tuliweke wazi, manake hata hukuma kwetu kuna khilafu yani. Sasa lazima jambo liwekwe wazi, hakuna ni elimu, lazima ielezwe. Nguzo ndo lazima ziwe kwa Kiarabu. Kwa hivyo lao mtu atatoa mawaidha hivi, mawaidha yani lao ataanza alhamdulillah amemhimidi Mwenyezi Mungu, lazima iwe kwa Kiarabu. Zile nguzo 5 tulizotaja ndo lazima ziwe kwa Kiarabu. Mawaidha akileta kwa Kiswahili haina neno. Pale juu. Hao wanaofanya hivi, ama hii misikiti yetu ambao tunafanya pale chini ndio wanazungumza Kiswahili, kisha akipanda juu ndio wanazungumza Kiarabu. Ile ni kufanya kama kwa ihtiyat. Yani kwa ihtiyat, yani unasema vipi yani? Yani kama kutoka kwenye shaka. Lakini lau yale mawaidha ataleta pale juu, huku zile nguzo anazileta kwa hiyo sio haina neno. Ndio kauli yenye nguvu, ingawa baadhi ya ndugu zetu wanakataa. Baadhi ya mashehe zetu hapa Kenya, baadhi ya mashehe wanakataa, na si Kenya hata nchi nyingine. Baadhi ya mashehe wanasema la, hata mawaidha lazima kwa nini? Lazima tuwe na insafu. Vitabu vya fiqhi kwa urahisi kabisa, mpaka mashehe zetu wakubwa wakwambia ni nguzo peke yake. Na hili jambo kusema ukweli sipendi kuliingilia sana, manake kuna mashehe wakubwa huku kwetu, mashehe wakubwa wa Kishafiia wanasema la, haisihi. Tena akiingia msikiti watu wakiwa atasimama pale juu ya mimbar atokea kwa Kiswahili, hiyo swali ya dhuhuri ama yotoka. Sasa mimi naeleza kadhia kifiqhi, haina neno, ndio kauli yenye nguvu, haina neno. Sawa, mawaidha utoe kwa Kiswahili haina neno, lakini nguzo lazima kwa Kiarabu. Baadhi ya watu nguzo waleti kwa Kiarabu, pale sasa ndo tuna vita. Taanza leo tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumtakia rehema, haisihi, lazima nguzo hiyo kwa Kiarabu. Mbona Fatiha kwenye swala usomi kwa Kiswahili? Vile hata kama watu hawafahamu, khutba lazima kwa Kiarabu hata kama watu hawafahamu. Sawa. Na kusema ukweli, ile namna ya kuweka khutba kwa Kiarabu iwe Kiarabu, hata mawaidha utoe kwa Kiarabu, ina faida yake, kwa sababu wewe kama Muislamu utafanya bidii ukijue Kiarabu, ukienda sehemu yote khutba utafahamu. Lakini hivi sasa nenda Pakistan, khutba utolewa kwa Kihindi, tanto ufahamu. Una faida gani kwenda Ijumaa? Si umeona mtihani? Umekwenda China uzungumziwa, utafikiri maneno utafunwa, yani utafikiri mtu yatukana, uelewi. Lakini ingekuwa kila Muislamu anajifunza Kiarabu, sehemu yote duniani ukienda khutba ni ya Kiarabu. Lakini la, tunajaribu kuepushwa na inaitwaje, na lugha hii lugha ya Qur'ani inajaribu kutolewa kwenye nyoyo zetu. Unapata Muislamu ambaye yajua kuzungumza Kiarabu, hata yeye mwenyewe hajithamini, hata wale Waarabu wenyewe, lakini akijua Kizungu please, pardon, manake Kizungu ndo sasa kinaadhimisha. Mwenyezi Mungu sisi ametupa sharaf, ametupa ukubwa katika Uislamu. Sisi tumekwenda kutafuta ukubwa sehemu nyingine. Maneno makubwa ya Saidina Umar asema, sisi bwana Mungu ametupa izza, ametupa utukufu, ametuinua kwa Uislamu. Tukenda kutafuta ukubwa katika lingine, basi Mwenyezi Mungu atatufanya nini? Atatudhalilisha. Adhallana Allah, Mwenyezi Mungu atatudhalilisha. Na ndio hali yetu Waislamu. Kwa nini tumedhalilishwa? Maana yake tumekwenda kutafuta ukubwa katika pesa, tumekwenda kutafuta ukubwa katika kadha, falme, unini. Hakuna maana kabisa. Almuhim, kwa hivyo antakuna bil arabia. Sawa. Ama ikiwa hakuna mtu anafahamu, anajua, si eti anafahamu, hakuna mtu anajua Kiarabu, hakuna mtu anajua Kiarabu, hukumu yake ni nini? Naambia itolewe kwa lugha yote, lakini lazima watu wende wakasome. Lazima mtu mmoja aende akasome ili khutba baadaye iwe inatolewa kwa nini? Na wasiposoma, yoyote mwenye uwezo wa kusoma anapata madhambi. Kuna machezo.
wa an yasma'aha 40 wa an yasma'aha 40 angalia hapo wa an yasma'aha 40 wa yasma'aha 40 sio na waisikie hiyo khutba. Sasa waisikie watu wangapi? Watu 40. Ndio khutba isihi. Lazima zile nguzo zote zile nguzo zote lazima wazisikie watu wangapi? Watu 40. Sawa? Kuna matezo. Utaona misikiti mingine khutba yaanza watu 10 tu msikitini. Haiswihi. Tena hao 40 ni wale 40 tukaeleza kule. Amiri inshallah utasikiza kwenye nini zile tulio rekodi. Itabidi tukutumie. Kwa hivyo hapa lau khatibu ataanza si yale mawaidha ya chini. La, khutba kule juu. Khutba kule juu. Ataanza na watu ni 10, watu ni 20, khutba isiwe. Watu wakishafika 40 arudi aanze tena mwanzo. Ni nguzo tu. Tunataka wasikize zile nguzo. Watu 40 wafanye nini? Wasikize zile nguzo. Sawa? Na baadhi ya maulama wasema hivi. Hapa ndo kuna mtihani. Kuna khilafu, acha kidogo nianze kuwagusia hizi khilafu. Maana khilafu ndani ya madhehebu yetu. Kwa hivyo khilafu kama hizo acha nianze kuwagusia ili tukaenda kwenye vitabu vingine. Sasa nianze kuwataja khilafu pamoja na maulama wa madhehebu yetu muanze kuzoea. Baadhi ya maulama wakwambia lau mtu ataweza kusikia ingawa hasikii labda kwa sababu moja au nyingine. Labda azungumza ati ya story hivi. Khatibu yazungumza lakini yeye ati ya story. Huyo amesikia huyo? Hakusikia, lakini lao angenyamaza angeweza kusikia, sio? Nini hukumu yake? Baadhi yao wanasema imeswi. Wengine wanakuambia la. Mpaka asikie. Ndio shikali. Sawa? Mtu amelala msikitini. Yule angekuwa macho angesikia ama asingesikia? Wengine wasema imetosha, manake yeye lau angetaka angefanya nini? Angesikia. Wengine wanakuambia la mpaka asikie kwa uhakika. Sawa? Afwan kidogo mmetatiza. Nasema Sheikh rahimahullah wa an yasma'aha 40 na isikie watu wangapi? 40. Na kingine pia yani hapa wengine wanasema wa an yusmi'aha 40 wa an yusmi'aha 40. Yani baadhi ya vitabu utaona haijaandikwa wa an yasma'aha 40 bali ni wa an yusmi'aha 40. Nini maana hiyo? Wajua Kiarabu jamani lugha nyingine tamu sana. Ile wa an yasma'aha 40 ni waisikie watu wangapi? 40. Lakini ukisema wa an yusmi'aha ile kubadilika nini tu ile kidhumma tu umesema yusmi'aha 40 maana yake nini? Na yule mwenye kutoa khutba awasikizishe watu 40. Yani kuwasikizisha maana yake nini? Ainue sauti mpaka watu 40 waweze. Shaelewa? Kuna tofauti baina yasma'u na yusmi'u katika Kiarabu. Yusmi'u ni kusikizisha. Yasma'u ni kusikia. Yani Kiarabu ilivyo. Sawa. Sasa baadhi ya wengine yani vitabu vingine utaona hiki kitabu yani baadhi ya copy utaona imeandikwa wa an yusmi'aha. Lakini kwa ufupi ni kuwa lazima kwanza wale wasikie na pia yani lazima kwanza imamu ama khatibu ainue sauti ili asikike. Na pia wakati huo lazima watu wafanye nini? Wasikie watu 40. Sawa? Hai. Wa an yasma'aha 40. Kisha sema wa an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri. Wa an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri. Pia ishatangulia. Na ile khutba yote hiyo wakati wa nini? Katika makosa ambayo nishaona katika baadhi ya misikiti. Baadhi ya sehemu. Mambo ya kushangaza. Khutba yaanza saa 6:15. Kama sisemi adhuhuri haijaingia lakini kama adhuhuri haijaingia wakati huo ujue khutba hii haisiwi. Mara nyingi huku kwetu alhamdulillah huwa saa 6:15 khutba ishamani yani wakati wa adhuhuri ushaingia mara nyingi. Lakini kuna mara ama kuna sehemu hapa Kenya nafikiri adhuhuri haiingii wakati huo, inaingia labda saa 6:30. Kwa hivyo khutba isianze mpaka baada ya wakati wa adhuhuri lakini unaona kama yale mawaidha hata kianza saa 6 yana neno. Hata kama wakati wa adhuhuri nyingine. Maana yale mawaidha si nini? Si khutba. Hiyo pia ni katika hikma ya kwa nini wanaweka mawaidha kwanza kisha na nini? Kusimama pale juu. Tumeelewana? Tuko pamoja? Ile mawaidha si ndio jua hiyo khutba.
Ile mawaidha kawaida inaongelea juu ya ile khutba. Ile mawaidha kawaida inaongelea nini? Juu ya ile khutba. Sawa? Kwa hivyo hizo ndo hayo ndo masharti. Kuna sharti nyingine yeye hajataja shekhe. Masharti mawili yeye hajayataja hapo. Ni mwenye kuhutubu awe mwanamume. Mwenye kuhutubu awe mwanamume, na nyingine ile khutba ifanywe katikati ya mji. Katikati ya mji. Sio nje ya mji, sehemu ambayo hakuna majumba. Fanywe katikati ya mji. Ile sehemu ambayo kuna majumba ndio ifanye. Sawa? Paka hapo sasa tutakuwa tumemaliza masala yanayofungamana na Ijumaa kwa kitabu hiki. Kwa uchache yani tumepata fikra. Yani hata Mungu akituafikia tutoke da'wa sehemu vijijini tajua yani mambo ya kufanya. Inshallah Mungu tupo haina uzima yani. Sasa tutaingia kwenye milango yanayofungamana na maiti. Na kama nilivyoashiria kabla ni kuwa milango hii sana milango hii yani ni milango ambayo mpaka ipigwe practical. Mpaka kitu kifanywe kwa kuona, ama wewe mwenyewe ufanye kwa mkono, ndio utafahamu bora zaidi. Hapa tunasoma kwanza ni kitabu kidogo, kisha pia hatujazoea kufanya hiki kitu practical. Unajua swala ni rahisi kumfundisha mtu hata kwa kitabu, kwa sababu kila siku anafanya nini? Ana swali. Lakini kuosha maiti sijui nani hapa ashawahi kuosha. Mimi nishawahi kuosha. Sijawahi kuosha mimi kuosha, lakini nishawahi kusaidia mtu kuosha. Umesaidia basi utakuwa kidogo na fikra. Nilisaidia mimi, lakini sikumbuke alifanya hizi sunna kitambo yani. Nifanye hizi sunna au kufanya. Maana nilimsaidia tu kuwa namshikia na niambia nipe maji, nampa maji. Sawa. Kwa hivyo ni mtu ajaribu. Hata kama wewe mwenyewe huwezi kufanya, basi uhudhurie watu wakifanya, uwe wewe ni msaidizi. Si uzuri ati mtu aje yeye hasaidii wala afanye kitu anketi tu angalia. Si sunna, ni makruh. Sawa. Wale wanaomosha ile maiti ama watakaoingia katika chumba cha kuosha maiti wanafaa wawe ima ni mwenye kuosha ama msaidizi. Ama mtu ameketi tu bila nini akhi, ameketi ati angalia tu, si sunna, haipendezi. Yani sizidi hapo, ama bora ni wale wa kuhitajika tu kwa kadri ya kuhitaji. Wahitajika watu wawili mara nyingi, ikizidi sana watatu. Kwa nini wawe watu 5 watu 10? Mwambie ni makruh. Sawa. Almuhim asema Sheikh faslun alladhi yalzamu lilmayyit 4 khisal, sio? Alladhi yalzamu lilmayyit 4 khisal, sio? Soma faslun fima yalzamu almayyit alladhi yalzamu lilmayyit 4 khisal غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. sawa, tuendelee ile kitu pole pole. Nasema Sheikh rahimahullah, alladhi yalzamu lilmayyit 4 khisal, mambo ambayo ni wajibu, ni lazima tumfanyie maiti ni mambo mangapi? 4. mbona 4 khisal sasa? Khisal maana yake ni mambo vitu. Alladhi, yale ambayo kwamba yalzamu, yanalazimu, yani lazima kwetu sisi, lilmayiti, tumfanyie maiti 4 khiswali, ni mambo 4. 4 khiswali. Sawa. Alladhi yalzamu lilmayiti, yale mambo ambayo na tukisema lazima tumfanyie maiti, si lazima waislamu wote wafaa. Taban ni fardhu kifaya. Mkumbuka fardhu kifaya amiri? Umeondoka kitambo. Fardhu kifaya ni kutoshelezana. Nzuri. Ni fardhu kifaya. Kwa hivyo haya mambo ya maiti ni fardhu kifaya. Wakifanya wale ambao wanatutosheleza, haina neno. Lakini lau waliyadhu billah atakufa mtu, ima muislamu au si muislamu, kama tutakavyotaja hapa, atakufa mtu mfano hapa na hana watu kabisa, na muislamu na sisi waislamu sote tukatae kumzika, tukatae kumswalia yeye, labda ni muislamu, tukatae kumswalia, tuseme alikuwa haswali, tutapata dhambi sasa. Kuna machezo. Kama si muislamu itakuja vitu ambavyo ni lazima umfanyie mtu ambaye si muislamu, itakuja sawa, itakuja baada ya muda mchache tu. Wacha kwanza tumalize. Kwanza ni faradhi ya kutoshelezana, ni faradhi ya kufanya nini? Ya kutoshelezana.
lilmayiti alladhi yalzam. Maana hapo tuko kwenye neno yalzam, kila neno lina maelezo yake, sio? Tuko kwenye neno yalzamu, yale lazima. Kwa hivyo ulazima wake ni kwa jamii yani, sawa? Lilmayiti, kwa maiti. Maiti hapa ni maiti gani? Hapo sasa ndo swali lako. Maiti hapa mkusudiwa kwanza ni maiti Muislamu. Maiti hapa mkusudiwa ni maiti Muislamu ambaye si shahidi. Maiti Muislamu ambaye si shahidi. Ama shahidi alokufa vitani, sio shahidi amekufa sio yatembea. Shahidi amekufa vitani, basi haoshwi, haswaliwi, anazikwa tu na anavishwa ile nguo aliyokufa nayo katika vita, anazikwa nayo. Isipokuwa ikiwa haitoshi, basi tutamuongezea kidogo tumfinike, sawa? Kwa hivyo hapa hakusudii nini? Shahidi, sawa? Haya, mtoto mdogo amezaliwa ikiwa amekufa. Mtoto mdogo akizaliwa ikiwa amekufa, hukumu yake ni nini? Mwanamume au mwanamke? Mtoto mdogo kivyovyote, ikiwa atatoa sauti, yani tukajua kuwa alikuwa hai, basi kama mtu mkubwa. Hata kama ni mdogo, hukumu yake ni kama mtu. Lazima tumuoshe, tumkafini, tumswalie, tumzike, sawa? Lau hatakuwa na uhai sasa, ikiwa hata hana chochote kabisa, yani labda chini ya miezi 4, hana chochote, hukumu yake ni funge tu kwenye tambara, mziki, sawa? Tuko pamoja? Umesema yani kama ametoa sauti na kama hajatoa sauti, bora tukajua kulikuwa na alama ya yeye kuwa nini, kuwa na uhai, ndio ima ni kwa uhai ama la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, yani ima ni kwa sauti, ama daktari ametuambia ndio ametoa nini, yani moyo umepiga, kwa hivyo tunakika. Lakini kama hajakuwa na uhai, kitu akonati lakini hana uhai, sasa pale hu nini aitwaje, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, uzikwa tu, haswaliwi, anakaa kuwa na uhai, haswaliwi, sawa? Sisitu kalkabiri fil wafati, kama mwaka umetimia, yani mwezi umetimia, lakini ametoka si hana uhai, haswaliwi, wamzika tu, sawa? Lakini ikiwa ametoka ni pande la nyama, miezi 5, pande tu la nyama, si lazima hata umzike, lakini ni uzuri umzike. Lakini ametoka kama alivyosema, amekamilika viungo, lakini hajatoa sauti, hajatoa alama ya uhai, basi wamzika tu, umswali, sawa? Sasa huyu ni mtoto. Tumesema maiti Muislamu ambaye si shahidi ndo anafanywa hivi vitu vinne ambavyo tutavitaja. Je, mtu ambaye si Muislamu hukumu yake ni nini? Kafiri. Hukumu yake ni nini? Kafiri. Na sisi tunaishi na makafiri. Kafiri ikiwa sisi tuko na makafiri wenzake wako, makafiri wenzake wakimchukua, wakimzika, ahlan wa sahlan. La, ni kafiri maskini, hana familia, hana chochote, amekufa. Sisi tunajua kuna mtu amekufa pale, jukumu lazima tumkafini na tumzike. Lazima tumkafini, tumvishe ile nguo, kafani, sanda. Hatumswali, hufai kumswalia. Kuosha una khiari. Kuosha ni khiari. Kuzika na kumvisha sanda ni lazima. Sawa? Kuosha ni khiari, kumvisha sanda na kumzika nini? Lazima. Haina neno. Sasa kwanza mtoto sasa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tumesema kafiri, hukumu kafiri. Kwanza ameuliza swali huyu, almuhim kafiri kwanza lazima sisi tumvishe sanda na tumzike. Kuosha ni ikhtiyari, kumswalia ufai. Sawa? Na huu ni kafiri gani? namna ya kuzika yani. Takuja hapo, utaniuliza. Acha nimalize kidogo. Huu kafiri tunayemkusudia hapa ni kafiri ambaye sisi hatuna vita naye. Kafiri ambaye anatupiga vita, tuko naye vitani, tukimuua unaruhusa hata kuwapa mbwa wale. Si lazima atumzike, si lazima. Wape hata mbwa wale, shauri zao. Sawa? Tuko pamoja? Haya. Namna ya kuzika ama sehemu ya kuzika kama anavyosema.
Sisi kawaida tukizika tuelekeza mtu kibla, sijui nini. Zile zote ni sunna. Kuelekeza mtu kibla lazima itakuja. Kuelekeza mtu kibla lazima itakuja. Lakini mtu ambaye si Muislamu si lazima muelekeze kibla. Tukisema kumzika, amchimbia tu kidogo hivyo mzika haya. Alhamdulillah. Tutakuja kueleza namna ya kuzika. Tutakuja kueleza namna ya kuzika. Inshallah itakuja. Lakini kwa ufupi ni kuwa yule kafiri kwanza hatumziki katika makaburi ya Waislamu. Tumzika sehemu nyingine. Tumzika katika makaburi ya Waislamu. Kama hawana makaburi yao, tumtafuta ardhi tumzika. Tumzika katika makaburi ya nani? Ya Waislamu. Sawa? Umeelewana? Haya. Huyo ni kafiri. Mtoto kuna kitu mimi nimekafilika. Mtoto baada ya miezi 4 akiwa sasa ndo tunaona zile itaje? Viungo lazima aoshwe. Kuoshwa ni lazima. Akafiniwe, azikwe. Sawa? Lakini kipande tu cha nyama. Tunajua alikuwa asili mtoto lakini kipande tu cha nyama hakuna nini? Miezi 3, chini ya miezi 4. Hukumu yake ni nini? Si lazima ufanye chochote. Lakini sunna mkafini, fanya umzike. Sawa? La ilaha illa Allah. Asema Sheikh alladhi yalzamu lilmayit 4 khisal. Mambo ambayo ni lazima kwa maiti ni mambo 4. Ghasluhu ni kumuosha. Lazima maiti afanye nini? Aoshwe. Lazima maiti aoshwe. Lazima. Wa takfinuhu. Na kumvisha nini? Kafani, kumvisha sanda, kumkafini tutasema. Wassalatu alayhi, ni lazima kumswalia. Jamani, maiti ambaye si Muislamu ni haramu hata kumuombea maghfira. Ati Allahumma arhamhu, haramu. Mtu ambaye si Muislamu amekufa si Muislamu akasema Allahumma arhamhu, haramu. Allahumma ighfir lahu, haramu. Wao wakubali usema yani useme tu lakini amekufa kwa sababu Mwenyezi Mungu amsamehe. Haifai. Yeye si Muislamu, haifai. Mwenyezi Mungu amlipe anayostahili, atajua mwenyewe. Mwenyezi Mungu amlipe anayotaka yeye. Mwambie yule maiti, yule mtu maskini jirani yako ambaye amefiliwa, pole, Mungu atawapa jema zaidi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inshallah Mungu atawapa mwingine mwema. Inshallah Mungu jirani yako hata kama si Muislamu, mwambie poleni bwana kwa msiba. Mungu inshallah yani Mungu atawabadilishia kitu chema zaidi. Mungu atawapa subira. Maiti wenu Mungu atamlipa. Hivyo usimvunje moyo kumwambia hasamehewi, lakini usikhalifu sheria. Sawa? Anasema watakfinuhu, na kufanya nini? Na kumkafini. Wassalatu alayhi, na kumswalia huyo maiti. Wadafnuhu, na kufanya nini? Na kumzika. Wadafnuhu, na kumzika. Dafana, na kumzika. Na kuna nyingine yeye hajataja lakini inafahamika automatic, kumbeba. Uwezi kumzika, kumtoa hapa mpaka kumbeba. Kwa hivyo kumbeba pia ni katika mambo ambayo ya lazima. Sawa? Asema faslun fi ghasli almayyit. Faslun fi ghasli almayyit. Sasa faslini atazungumza namna ya kumuosha yule maiti. Namna ya kumuosha nani? Yule maiti. Soma fasli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ghasli almayyit. Ghasli almayyit. Aqallu alghasli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu an yaghsila sawatayhi wa an yuzila al qadara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yadluka badanahu bisidri wa an yasubba al-ma'a alayhi thalatha. Naam. Asema Sheikh rahimahullah, faslun fi ghasli al-mayt. Sasa sishakwambia kwa kumuosha ni lazima. Sasa kueleza namna ya kumuosha.
namna ya kumosha akwambia faslu, hiki ni kigawanyo. Aqallul ghusli ama aqallul ghasli afwan, aqallul ghasli, uchache wa kumosha yule maiti, yani ile ya wajibu, ile ambayo ukifanya tutakwambia umefanya wajibu tu. Uchache wa kumosha maiti, uchache kabisa, ule udogo kabisa kumosha maiti. Nini akwambia? Ta'mimu badanihi bilma'i, ta'mimu badanihi bilma'i, ni kuosha mwili wake kwa nini? Kwa maji. Ni kuosha mwili wake kwa maji. Sawa, ni kueneza mwili wake kwa maji. Angalia, hiyo inatosha jamani. Lau mtu atamchukua amtumbukize kwenye kama bahari, umtoe, tutakwambia ishaswihi. Ishafanya nini? Tuko pamoja? Sisi hii ni ile wajibu tu. Sunna ndio hivi alivyokuwa akieleza hapa kwenye hii video ulionionyesha. Utaeleza na nitakutumia video, kuna video nyingine pana zaidi. Lakini sasa ubaya anazungumza Kiarabu. Moja mashaka, lakini tutaangalia manake anakuonyesha fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Sasa itasaidia inshallah. Sawa? Ta'mimu badanihi bilma'i, lakini hii yenyewe kumueneza itoje maji ni baada ya kuondoa najisi. Kama na najisi yote mwilini, ile najisi uondoe kisha ndio umoe. Sio tu ta'mim basi umtimbukize kwenye bahari na bado labda kuna najisi imebaki. La, tukwambia kwanza ile najisi pia ondoa kwanza ile najisi kisha umuoshe. Sawa? Mwakumbuka uchache wa kuoga janaba hukumu yake ni uchache zaidi katika janaba. Arkanul ghusli ni nguzo mbili. Nzuri. Nia Nzuri. Nia na kuosha mwili mzima. Hapa madamu yule amekufa, nia ni nia sunna. Nia nini? Sawa. Wewe ndio mnaimosha tia nia na sunna. Utaka thawabu tie nia, sio kama utaki thawabu tie nia, utajua mwenyewe. Sawa wa akmaluhu, sasa ukamili. Na hii pia si ukamili kamili, lakini marhaba ametaja vitu vingi. Kamili yani namna ya kumuosha yule maiti kikamili. Yeye moja kwa moja ameanza an yaghsila, aoshwe sehemu zake za siri. An yaghsila, aoshe an yaghsila sawataihi, amuoshe tupu zake mbili, njia zake mbili, tupu zake mbili, yani tupu ya mbele na tupu ya nyuma, aoshwe. Sawa, lakini kabla ya hapo ndio sasa Sheikh alikuwa akitaja hiyo ukinionyesha kwenye video. Kabla hapo nini? Umfinye kidogo kwenye tumbo lake. Umuinue kichwa kidogo kisha umfinye kidogo. Ili kama ana uchafu wowote fanya nini? Utoke. Kama ana uchafu wowote utoke. Ili asitoke baada ya kuosha. Kwa hivyo umfinye hivi, atoe ule uchafu kisha umuoshe tupu zake mbili. Lazima, lazima utumie nini? Kitu. Usishike. Lazima tupu yake uwe umevaa kitambara, gloves au lazima uwe umevaa kitambara. Hufai kushika tupu yake hivi hivi. Sawa? Hufai kuangalia tupu yake. Shekhe kuna kitu ametaja amenishangaza hapo. Lakini hufai kuangalia baina ya kitovu na nini? Magoti. Hufai, sio sunna. Ni haramu. Kwa hivyo lazima hiyo sehemu iwe imefunikwa baina ya kitovu na magoti. Ama mwili wote mzima, mimi sijui mbona ameacha wazi, mwili mzima ni sunna ufinikwe. Si sunna ufinike tu kwenye kitovu na magoti. Ni sunna ufinike mwili mzima. Ni lazima ufinike baina ya kitovu na magoti. Na kitovu na magoti ni tumeelewana? Kugusa hufai kumgusa. Seti hufai. Sehemu za siri hufai kumgusa. Sehemu nyingine ni sunna utumie kitambara. Sawa? Kwa hivyo utachukua kavaa ile gloves, utamwagia maji sehemu zake za siri, utamsafisha. Sawa? Hiyo ndio ukamilifu. Sisi tumesema ile ya wajibu ni umtumbukize tu kwenye maji amekwisha. ikiwa na golofu huwezi fanya. Unasugua. Sugua Kwa juu ya nguo. Kwa ndani watia mkono kwa chini ya nguo, tia mkono chini ya nguo. Naficha. Siwezekana. Sawa? Ayaghsila sawataihi kisha wa an yuzila alqadhara min anfihi, sio wa an yuzila alqadhara min anfihi, wa an yuzila alqadhara min anfihi, na atoe na aondoe. Alqadhara ni uchafu, atoe uchafu kutoka kwenye pua, atoe uchafu kutoka kwenye pua. Uchafu wote kwenye pua utie kidole hivi. Pia uchukue kitambara kingine. Toe uchafu ule wa pua.
utoe uchafu wa pua. Haya, utoe pia nini, uchafu wa meno, yani umpigishe mswaki. Ni sunna pia umpigishe mswaki, tie kidole hivi na kitambara, utoe uchafu pia kwenye meno. Sawa? Wa yuzila alqadara min anfihi wa an yuwaddi'ahu na amtawadhishe. Hizi zote ni sunna. Afanye nini? Amtawadhishe kama ule udhu wa kawaida. Muosha uso kwanza, wamfukutuzisha, watia to maji kidogo hivi, lakini usitie mpaka meza tu kidogo, tia maji puani kidogo, muosha uso, muosha mikono, na pamoja na sunna. Sawa? Na lazima utie nia pale. Ukitaka kumtawadhisha, ukitaka thawabu na udhu usio, lazima utie nia. Sawa? Wa an yuwaddi'ahu, na atie nini, na amtawadhishe. Wa an yadluka badanahu bisidri, sawa, na asugue. Wa an yadluka, na asugue badanahu, mwili wake, bisidri, kwa nini ya kunazi, kwa mkunazi. Ndio mkunazi ni nzuri sana, kama sabuni nzuri sana. Yaani kwa lugha yetu sasa sema sabuni. Na asugue ama kusugua, asugue mwili wake kwa nini? Kwa sidri, kwa mkunazi ama kwa kunazi. Ile ni majani ya mkunazi sidri. Wa an yadluka badanahu bisidri. Sawa? Wacha tumalize kisha nitaeleza kiujumla. Kisha sema wa an yasubba alma, kwa kunazi, kwa mkunazi, ama sijui utasema ni majani ya mkunazi. Sawa? Wa an yasubba almaa alayhi thalathan, na amwagie maji juu yake mara ngapi? Mara 3. Amwagie maji mara 3. Yani baada ya sasa wewe kumsugua na mkunazi, taban ile ukimsugua na maji ya mkunazi maana yake nini? Maana ya kumsugua na maji ya mkunazi, maana yake umemsugua na ile mkunazi kuna maji pia, sio? Yani si kunazi tu atuchukue sabuni. Ukichukua sabuni wewe ukinisugua hivi sasa, sabuni itafanya kazi yake? Lazima kidogo ichanganye na maji kidogo. Lazima uchanganye na maji kidogo. Kwa hivyo utakuwa wewe umemsugua na maji ambayo yana nini? Yana athari ya kunazi, sio? Kisha tutataka maji mengine itoe ile athari ya nini? Ya mkunazi. Wakumbuka tukisema katika kuoga janaba tulisema mtu akioga wakati ule akipaka sabuni haisi. Silo josho linalokusudiwa. Josho ni yale maji yawe safi. Sasa hapa ni hivyo hivyo. Ile maji ya mkunazi haisadii kwa wewe umemuosha. Ile maji ya mkunazi ni harufu iwe nzuri kidogo. Kwa hivyo tumia ile maji ya mkunazi. Kisha watumia wamwaga maji kutoa athari ya nini? Bado hapo hujamosha. Kisha sasa umwagie maji mara 3. Kisha umwagie maji mara 3, maji masafi. Ile maji kama ni sabuni pia. Sabuni sishamaliza. Sabuni ndio imekuja sehemu ya mkunazi. Badili ya kunazi ni sabuni, ingawa kwa maiti sabuni si bora, kunazi ndio bora. Na wana zile dawa zao wao wenyewe wajua. Sawa. Sasa huyu mtu sisi tumwambia, yani namna ya kumuosha. Hii ndio namna utasema uchache wa sunna zaidi. Yani kuna ile uchache zaidi tunasema. Kisha kuna na bora. Ndio yeye amesema akmaluhu, ukamilifu. Ingawa huu ni uchache wa ukamilifu. Maana ukamilifu pia ina nini? Ina level. Sasa hii aloeleza hapa ni hivi. Umuoshe kidogo ama umwagie maji ya mkunazi. Sugue na maji ya mkunazi. Kisha utoe athari ya mkunazi kwa maji. Kisha umwage haya maji matatu ambayo wanasema mara 3. Wa an yasubba almaa alayhi 3. Na amwagie maji juu yake mara ngapi? Haya sasa ya mwisho, hii ni maji masafi ambayo yana athari ya kafur. Yana athari kidogo ya karafuu. Ile harufu karafuu ya kawaida. Karafuu. Maana yake ina harufu ile, sio? Kidogo. Sawa? Mpaka hapa tuko sawa. Huu ndio uchache. Kwa hivyo utakuwa umemosha mara ngapi kihakika? Mara ya kwanza kwa mkunazi, maji ya mkunazi. Mara ya pili maji ya kawaida kuondoa athari ya. Kisha mara 3 kwa maji safi ambayo yana athari ya karafuu. Kwa hivyo mara ngapi hizo? Mara 3.
Mara ya kwanza maji ya mkunazi. Mara ya pili maji ya safi kuondoa maji ya mkunazi. Kisha na mara tatu nyingine. Mara tatu kando kwa maji ya karafuu. Kwa hivyo ni mara ngapi hizo? Mara 5. Hii ndio uchache wa ukamilifu. Sawa? Na unaweza kumosha mara 7. Na unaweza kumosha mara 9. Zote hizi ni sunna bora zaidi. Mara 7 yani vipi? Mara ya kwanza kwa maji ya mkunazi. Mara ya pili kwa maji ya kuondoa athari ya nini? Ya mkunazi. Mara ya 3 kwa maji ya mkunazi tena. Mara ya 4 kuondoa athari ya maji ya mkunazi. Kisha mara 3 zile zilizobaki mwisho karafuu. Sawa? Tuko pamoja? Mara 9. Mara 9 ni vipi? Waweza kufanya mara 1 maji ya mkunazi. Kisha maji ya kuondoa athari ya mkunazi. Kisha maji ya karafuu. Kisha maji ya mkunazi. Maji ya kuondoa athari ya mkunazi. Kisha karafuu. Maji ya mkunazi, maji ya kuondoa athari ya mkunazi, kisha karafuu. Adhan. Sawa, acha tumalize mara moja. Sawa? Kwa hivyo tumeelewa ima mara 5 au mara 7 au mara 9. Tumeeleza. Ingawa namna ni tofauti, nasema bora uone. Sawa? La ilaha illallah. Sasa namna ya kuosha sasa. Tuende sasa. Tumeeleza ataosha hivi ataosha. Aanze kwanza na kichwa. Tutamuosha mara 3 kichwa. Kisha tutamuosha mbele upande wake wa kulia mara 3. Mbele upande wake wa kulia mara 3. Mbele upande wake wa kushoto mara 3. Nyuma upande wake wa kulia mara 3. Nyuma upande wake wa kushoto mara 3. Pamoja na sugua pamoja huko baina ya vidole kutiatia, safisha hizi zote. Sawa? Tuko pamoja? Hai. Bora kabisa ni akioshwa huyu mtu awe ataoshwa sehemu ambayo watu wengine hawaoni. Kwenye khalwa, chumba, kuna mtu ameingia. Sawa? Wasiingie isipokuwa wale wanaosaidia kufanya nini? Kuosha. Pili, awe atafinikwa nguo ambayo imemfinika mwili mzima, kanzu nyepesi ambayo moja kwa moja maji yanaingia. Sawa, yanapenya vizuri. Sawa? Bora awe aoshwe sehemu ambayo imeinuka. Sisi Waswahili ama huku kwetu kuna kile kitanda cha kuosha maiti, si umekijua? Kile cha kushonwa sijui hivi kile. Alhamdulillah. Kitanda cha masuki. Ndio. Kitanda cha masuki kweli nishakusikia na kuita. Kitanda kile bora vile ili kama kuna uchafu wote, kisha chini unaweka inaitwaje? Dishi ama kitu kirefu. Huwa kawaida sisi kuna kama dishi nyingine ndefu hivi ya kukusanya maji. Sawa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na maji yatumiwayo yasiwe maji moto. Isipokuwa ikiwa kuna haja. Ni baridi sana basi maji yawe moto kidogo. Sawa? Na ni sunna afinikwe mwili mzima. Ni sunna afinikwe mwili mzima. Ni wajibu afinikwe baina ya kitovu na magoti. Ni haramu kumwangalia baina ya kitovu na magoti. Ni haramu kumshika baina ya kitovu na magoti. Hayo. Sawa? Paka hapa sasa ni kumuosha. Inshallah Mungu akitupa uhai na uzima tutaendelea tutaingia kwenye namna ya kumvisha kafani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.